وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد. Ndugu zangu Waislamu, leo mada yangu nitazungumzia hadithi iliyotokea katika wana wa Israel, hizo zama ambazo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anaelezea kuwa kulikuwa katika wana wa Israeli mwanaume, na huyo mwanaume alikuwa na mke wake. Siku moja alikuwa ameenda sokoni kununua maziwa. Baada ya kununua maziwa, alinunua yale maziwa thuluthi tatu. Baada ya kuyanunua yale maziwa, akapeleka nyumbani kwake. Baada ya kufika nyumbani kwake, akamweleza mke wake, thuluthi mbili zibaki hapa nyumbani, thuluthi moja basi mpelekee mama yangu mzazi. Bwana, baada ya kuongea hayo, akatoka yule mwanamke, yule mke wake, kwa kuwa amejaa na roho mbaya, ana roho mbaya mno, akaamua kutia sumu katika maziwa ya mama mkwe wake. Kwa sababu gani? Anaona bwana akinunua kitu lazima kingine kiende kwa mama yake mzazi. Tuangalie huu mtihani wa wanawake. Baada ya kutia sumu yule mwanamke, maziwa yale akapeleka kwa mama mkwe wake. Baada ya kufika kwa mama mkwe wake, akamkuta mama mkwe wake na akamkabidhi yale maziwa na akapokea. Na kule nyumbani kwake akaja mgeni. Yule mke yule nyumbani kwake akaja mgeni. Bwana wake akayachukua yale maziwa thuluthi mbili yale, akanywa na mgeni wake. Aliporudi huyu mwanamke hakukuta yale maziwa. Akamwambia, ewe mume wangu, aina alhaqi, iko wapi haki ya mke? Thuluthi moja mama yako, thuluthi hizi mbili mgeni wako. Sasa mimi nitakunywa nini? Ikawa pale kuna mgogoro, unazozana. Mwanaume akaona isiwe shida, akachukua chombo na akaenda sokoni. Kwa bahati mbaya kabisa maziwa, kwa bahati nzuri ama mbaya, akukuta maziwa, alikuta maziwa yameisha. Yule mwanaume alichoamua yeye kwenda kwa mama yake. Alijua mama yake amefunga swaumu. Baada ya kwenda kule kwa mama yake, akachukua yale maziwa ili amridhishe mke wake, kusiwe na mgogoro mkubwa kabisa. Akarudi naye yale maziwa mpaka nyumbani kwake na akampa mke wake. Na mke wake hakujua ya maziwa amechukua kwa mama yake sokoni, amekosa. Mwanamke akachukua yale maziwa akanywa. Hapo hazikuchukua dakika hata 3, yule mwanamke akafa, kwa sababu sumu ambayo alikuwa ametilia mama mkwe wake ni sumu kali, pale akadanja. Ndivyo Mtume anasema, mwenye kumchimbia shimo mdogo wake basi uangukia mwenyewe. Hapa tunajifunza hii hadithi kuwa mwanamke unapoolewa, usimdharau mama mkwe wako, bali ishi naye kwa wema na umpende, na usivunje amri za bwana wako pale anapokupangia katika masuala ya kheri. Ila akikuamrisha jambo la haramu unaweza ukapingana nao, ila jambo la kheri usimpinge huyo mume wako. Ukimpinga, siku yatakutokea wewe madhara. Ndugu zangu Waislamu, nilikuwa na hayo. Tushikamane, tuishi na pendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.